Karibu tuangazie nyota ya Simba, nini cha kujiepusha nacho, nani wa kushirikiana naye, magonjwa ya nyota hii ya Simba, namba ya bahati na rangi pia. Bila kusahau mafusho ya nyota hii, manukato yako, siku yako ya bahati, biashara gani ufanye ama kazi gani. Pia tutagusia mapenzi katika ndoa na mahusiano ya kawaida. Na tutaangazia siku nzuri za kusafiri na safari gani zinakufaa, pia uelekeo wa upande gani au upande upi katika safari yako una mafanikio zaidi. Awali ya yote ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Kwanza tujue tabia za watu wa nyota ya Simba. Wana ujasiri na uongozi wa asili, wanapenda kuwa katika nafasi za juu na kupendwa, wana moyo wa ukarimu lakini pia wanaweza kuwa na kiburi, ni watu wa kujitegemea na wenye nguvu ya ndani. Nyota ya Simba inaongozwa na jua ambalo linahusiana na mwangaza, nguvu na uongozi. Kwa kuwa wewe ni mtu mwenye nyota ya Simba, una sifa za uongozi, ubunifu na kujiamini. Hii inakufanya ufae katika kazi ambazo zinahitaji mtu mwenye mvuto, ubunifu na uwezo wa kuongoza wengine. Baadhi ya kazi zinazokufaa ni uongozi na usimamizi, meneja wa kampuni au biashara, mkurugenzi au kiongozi wa taasisi, afisa wa masoko au mahusiano ya umma. Pia unafaa katika sanaa na burudani, kazi kama msanii wa muziki, mwigizaji au mtangazaji, mwongozaji wa filamu au tamthilia, mwandishi wa vitabu au mjasiriamali wa ubunifu. Pia katika biashara na ujasiriamali, mmiliki wa biashara yako mwenyewe, mshauri wa masuala ya kibiashara, mfanya biashara wa kimataifa, kazi hizi zote zinakufaa. Tukija katika upande wa siasa na ushawishi, unaweza kuwa mwanasiasa au kiongozi wa jamii, unaweza kuwa motivation speaker, yani mzungumzaji wa hamasa, mwandishi wa hotuba au mshauri wa mawasiliano. Pia katika kazi za michezo na fitness, unaweza kufanya kazi huko, kuwa kama kocha wa michezo au mchezaji wa kiwango cha juu, mmiliki wa gym au mtaalamu wa mazoezi, mshauri wa afya na ustawi wa mwili. Kwa mujibu wa nyota yako ya Simba, hapa ni taarifa zako za bahati. Tukianza na rangi ya bahati, tuangazie rangi ya dhahabu. Hii inawakilisha mamlaka, ujasiri na mafanikio. Rangi ya njano inakupa nguvu na mvuto wa asili. Rangi ya machungwa inasaidia kuleta furaha na nguvu ya ubunifu. Tuangazie namba zako za bahati. Nambari 1 inawakilisha uongozi na nguvu. Nambari 4 inasaidia katika uthabiti na uaminifu. Nambari 9 inahusiana na hekima na ukarimu. Tuangazie siku yako ya bahati. Tukianza na Jumapili, ni siku yako bora kwa mafanikio, maamuzi makubwa na kuanza mambo mapya. Siku ya Alhamis pia ni siku nzuri kwa ajili ya biashara na kujenga mahusiano yenye nguvu. Tuangazie mafusho yako ya bahati. Udi wa frankincense unakuletea amani, mvuto na nguvu za kiroho. Mafusho ya sandalwood yanasaidia kuongeza mvuto na utulivu wa akili. Mafusho ya hiraki au uvumba yanakuletea ulinzi na nguvu ya kuvutia bahati nzuri. Tuangazie manukato yako ya bahati. Manukato yenye harufu ya maua kama rose na jasmine yanakupa mvuto wa asili na kuongeza haiba yako. Manukato ya muski na amba yanakupa nguvu ya uongozi na kujiamini. Ikiwa unataka kutumia hizi rangi, mafusho na manukato kwa bahati nzuri, unaweza kuvaa nguo zenye rangi hizo, kutumia mafusho nyumbani au kazini, na kuchagua manukato yanayoendana na nyota yako. Kwa mtu mwenye nyota ya Simba, mvuto wa kibiashara na mapenzi unategemea sifa zako za asili, ujasiri, uongozi na mvuto wa kipekee. Hapa kuna njia za kuongeza bahati yako katika maeneo haya. Tukianza na mvuto wa biashara kwa Simba, watu wa Simba wana mvuto wa kiasili kwa kuvutia wateja na kushawishi watu. Lakini ili kuimarisha bahati yako katika biashara yako, unaweza kutumia mbinu hizi. Rangi za bahati kwenye biashara yako: dhahabu, njano na machungwa zinavutia wateja, mafanikio na pesa. Tumia rangi hizi kwenye ofisi yako, nembo yako ya biashara au mavazi yako unapokutana na wateja. Mawe ya bahati kwa biashara: citrine inaleta mafanikio ya kifedha na nguvu ya ujasiriamali. Ruby ama zamrudi nyekundu
inakupa mvuto wa kifalme na kuimarisha uongozi wako. Tuangazie mafusho ya bahati kwenye biashara. Mafusho ya udi wa frankincense na sandalwood zinaleta ustawi wa kifedha na kuondoa vikwazo vya biashara. Mafusho ya muski na amba yanakusaidia kuvutia wateja na kuongeza ushawishi wako. Tuangazie siku bora za biashara. Jumapili ni siku yako yenye nguvu zaidi kwa kuanzisha biashara mpya au kufanya maamuzi makubwa. Siku ya Alhamis ni siku nzuri kwa mikataba na ushirikiano wa kibiashara. Tuangazie mvuto wa mapenzi kwa watu wenye nyota ya Simba. Simba ni watu wenye haiba ya kuvutia na wanajulikana kwa kuwa wapenzi wa kweli. Ili kuongeza mvuto wako wa kimapenzi, zingatia haya. Rangi za mvuto wa mapenzi. Rangi nyekundu na dhahabu zinakuongezea mvuto wa kimapenzi na kuimarisha upendo. Vaa mavazi yenye rangi hizi unapokwenda kwenye miadi au unapokutana na mtu unayempenda. Manukato ya kuongeza mvuto wa kimapenzi. Manukato ya miski, jasmini na rose yanakufanya uvutie zaidi na kuongeza haiba yako. Tumia mafuta haya mwilini au kwenye nguo zako ili kuvutia mwenza wako. Tuangazie mawe ya mapenzi. Rose quartz linakusaidia kuongeza upendo wa kweli na mvuto wa kimapenzi. Jiwe la ruby linakupa nguvu na shauku na mapenzi yenye msisimko. Mafusho ya kuvutia mapenzi. Mafusho ya hiraki na muarobaini yanasaidia kuvutia mapenzi ya kweli na kuondoa chuki. Lavenda na udi yanakuletea utulivu na upendo wa dhati. Tuangazie siku bora za mapenzi. Siku ya Ijumaa ni siku bora kwa mapenzi na mahusiano. Siku ya Jumapili ni siku ya nguvu kwa Simba, inakufanya uvutie zaidi. Kwa kutumia hizi mbinu, unaweza kuongeza mvuto wako wa biashara na mapenzi na kuleta bahati nzuri katika maisha yako. Kwa kuwa wewe ni nyota ya Simba, kuna mambo fulani unapaswa kujiepusha nayo ili kuepuka matatizo katika maisha yako ya kila siku. Biashara na mapenzi, hapa kuna orodha ya vitu vya kuepuka. Tukianza na tabia ya mambo ya kuepukika. Kwenye maisha ya kawaida. Kiburi na majivuno. Simba wana nguvu ya uongozi, lakini kiburi kupita kiasi kinaweza kuwafanya wakose msaada wa wengine. Kukasirika haraka. Unapokasirika kwa haraka, unaweza kufanya maamuzi mabaya, hasa katika biashara na mahusiano. Kutaka kudhibiti kila kitu. Watu wa Simba wanapenda kuwa na mamlaka, lakini mara nyingine ni bora kushirikiana na wengine. Uzembe wa kiafya. Usipuuzie afya yako, hasa masuala ya moyo, mgongo na shinikizo la damu. Kuwaamini watu haraka sana. Si kila mtu ana nia njema, hasa kwenye biashara yako. Kukopa pesa bila mipango. Epuka madeni yasiyo na mipango, yanaweza kuathiri biashara yako. Uvivu wa kupanga mipango. Simba wanaweza kuwa na matumaini makubwa, lakini wanahitaji mipango mizuri ili kufanikisha mambo. Uwekezaji wa kiholela. Kabla ya kuwekeza, hakikisha unafanya utafiti wa kutosha. Kufanya kazi peke yao. Jifunze kushirikiana na wengine, hasa wale wenye maarifa tofauti. Kuendeshwa na hisia kwenye maamuzi ya kifedha. Usiruhusu hisia zako ziathiri maamuzi yako ya biashara. Kwenye mapenzi. Wivu kupindukia. Unapenda kuwa namba moja kwa mpenzi wako, lakini wivu mwingi unaweza kuharibu mahusiano. Kutojali hisia za wengine. Mara nyingine Simba wanaweza kuwa wakali bila kujua, hivyo ni muhimu kuwa na huruma. Kutaka umakini wote uwe kwako. Katika mahusiano ni muhimu pia kumpa mwenza wako nafasi. Kukimbilia mapenzi bila kufikiria. Usifanye maamuzi ya haraka kwenye mapenzi, angalia kama mtu huyo anakufaa. Kutoruhusu mabadiliko. Mahusiano yanahitaji kubadilika na kukua, hivyo usiwe mgumu kubadilika. Tuangazie vitu vya kuepukika kwenye bahati na nguvu za kiroho. Rangi nyeusi kupita kiasi. Ingawa nyeusi ni nzuri kwa tahadhari, Simba anatakiwa kutumia rangi za moto kama dhahabu, njano na machungwa ili kuongeza bahati. Mafuta au manukato yenye harufu nzito sana. Hizi zinaweza kuziba mvuto wako wa asili. Mazingira yenye watu hasi au wanaokukwamisha. Epuka marafiki au watu wanaovuta chini ndoto zako. Mafusho yanayokinzana na nyota yako. Epuka kutumia mafusho kama esafetida au hing
ambayo inaweza kuzima mvuto wako wa kiasili. Kwa kuzingatia haya, utaweza kuimarisha maisha yako, biashara yako na mahusiano yako ya kimapenzi. Kwa mtu wa nyota ya Simba, siku nzuri za kusafiri zinategemea nyota yako inavyohusiana na mzunguko wa sayari. Kwa ujumla, siku bora za kusafiri kwa Simba: siku ya Jumapili. Hii ni siku yako ya bahati, kwani inatawaliwa na jua ambalo ndilo linakutawala. Safari zinazofanywa siku hii mara nyingi huleta mafanikio na furaha. Siku ya Alhamis ni siku nzuri kwa safari za kibiashara au za kujifunza mambo mapya. Sayari ya Jupiter inayohusiana na utajiri na elimu inatawala siku hii. Siku ya Jumanne, ikiwa unasafiri kwa kazi au biashara yenye ushindani, hii ni siku nzuri kwani inatawaliwa na Mars, sayari ya nguvu na usubutu. Tuangazie siku za kuepuka kusafiri. Siku ya Jumatatu inaweza kuwa na hali ya hisia nyingi na kutokuwa thabiti, hivyo si siku nzuri kwa safari kubwa. Siku ya Ijumaa inaweza kuwa na usumbufu wa kihisia, hasa kwa safari zinazohusiana na maamuzi makubwa. Tuangazie mwelekeo bora wa kusafiri. Mashariki na kusini mara nyingi ni mwelekeo mzuri kwa watu wa Simba, hasa kwa safari za mafanikio na maendeleo. Epuka kusafiri kuelekea kaskazini siku ya Jumatatu. Inaweza kusababisha safari kuwa na changamoto au kucheleweshwa. Ikiwa unapanga safari, unaweza kutumia mwongozo huu ili kuongoza bahati yako na kuepuka matatizo. Kwa kuwa wewe ni nyota ya Simba, nyota yako ina sifa za ujasiri, uongozi, upendo wa kushinda na mvuto wa kipekee. Hii inaasiri jinsi unavyoshirikiana na watu wa nyota nyingine, iwe ni katika mapenzi, biashara au urafiki. Tuangazie nyota zinazokufaa kwenye mapenzi. Nyota zinazoweza kuendana na nguvu zako za asili na kuleta uhusiano wenye upendo na furaha ni nyota ya Punda. Wote mna nguvu, msisimko na mapenzi ya kweli. Uhusiano huu unakuwa na nishati kubwa na hauna kuchokana. Nyota ya Mshale ni uhusiano wa uhuru, furaha na ndoto kubwa. Wote mnapenda maisha na hamna wivu kupita kiasi. Mizani inaleta utulivu na usawa kwa nyota ya Simba, huku Simba akimpa Mizani ujasiri wa kujiamini zaidi. Nyota ya Mapacha, mahusiano ya kusisimua, mazungumzo mazuri na msukumo wa maendeleo, kwani wote mnapenda adventure pamoja. Tuangazie nyota zinazohitaji tahadhari kwa nyota ya Simba. Nyota ya Ng'ombe. Ng'ombe ni mgumu na hapendi kubadilika, wakati Simba anapenda mabadiliko na kujaribu mambo mapya. Unaweza kuwa uhusiano mgumu. Nyota ya Nge. Ingawa kuna mvuto wa kimapenzi, Nge ana wivu mwingi na anapenda kudhibiti, wakati Simba anataka uhuru. Tuangazie nyota zinazokufaa kwenye biashara. Kwa mafanikio ya kifedha na ushirikiano wa kibiashara, nyota zinaokufaa ni nyota ya Mbuzi. Anakuletea uthabiti na nidhamu, huku wewe ukimpa mawazo ya ubunifu na uongozi. Biashara yenu inaweza kuwa imara. Nyota ya Mashuke ni mtaalamu wa kupanga na wewe ni mtaalamu wa kutekeleza. Mnachocheana kufanikisha miradi. Nyota ya Mapacha ni mbunifu kama wewe na biashara inayohusiana na mawasiliano au burudani inaweza kufanikiwa sana. Nyota ya Punda. Wote mnapenda mafanikio, hivyo mkiwa kwenye biashara moja mnaweza kufanikisha mambo makubwa. Tuangazie nyota zinazoweza kuwa na changamoto kibiashara. Nyota ya Kaa inaendeshwa sana na hisia, wakati wewe unategemea ujasiri na maamuzi ya haraka. Mnaweza kuwa na migogoro. Nyota ya Samaki anapenda ndoto na maono makubwa, lakini si mara zote ana nidhamu ya kufanikisha mambo, jambo linaloweza kuleta migogoro na Simba. Tuangazie nyota zinazokufaa kwenye urafiki. Nyota ya Mshale, rafiki wa ukweli, mnapenda adventure na maisha ya kusisimua. Nyota ya Mapacha, mnaelewana kwa mazungumzo na ucheshi, urafiki wenu unakuwa wa furaha na msisimko. Nyota ya Mizani anapenda usawa na anaweza kukusaidia kuepuka matatizo ya kiburi na ushindani. Tahadhari na nyota hizi kwenye urafiki. Nyota ya Nge, wivu unaweza kuharibu urafiki wenu. Nyota ya Ng'ombe anaweza kukuona kama mtu anayetaka kuonyesha sana na asikuelewe vizuri. Kwa ujumla, nyota ya Punda
nyota ya mshale, nyota ya mapacha na nyota ya mizani ni nyota zinazokufaa zaidi kwa mahusiano ya aina yoyote. Wakati huo huo, epuka migongano na nyota ya ng'ombe, nge na nyota ya samaki, hasa kama hakuna maelewano mazuri. Huu ndio utabiri tu kwa ufupi wa nyota ya Simba. Basi ni kuombe ama ni kusihi usikose kusubscribe, kulike na kukomenti, kisha kugusa alama ya kengele ili kupata notification yetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.